maneno haya yanakusudia kubainisha ahkamu salati almar'ati almuslima, hukumu za swala ya mwanamke wa Kiislamu. Hukumu ya kwanza nasema as-salatu wajibatun, as-salatu wajibatun ala almar'ati almuslima. Swala ni ibada ya wajibu juu ya mwanamke wa Kiislamu. As-salatu wajibatun ala almar'ati almuslima, swala ni ibada ya wajibu juu ya mwanamke wa Kiislamu. Liqaulihi tabaraka wa ta'ala, inna as-salata kanat 'ala al-mu'minin, haika swala ni ibada iliyofaradhishwa kwa waumini. ولقوله تبارك وتعالى، وقوليات الله سبحانه وتعالى aliposema وأقم الصلاة، الله سبحانه وتعالى سمى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، ikiwa watatubia na wakasimamisha swala basi hao ni ndugu zenu katika dini. Na adilla nyinginezo nyingi katika Qur'an na Sunnah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema umirtu an uqatila an-nas hatta buniya al-islam ala khams. Tayyib, buniya al-islam ala khams, katika hadithi Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, buniya al-islam ala 50, umejengwa uislamu juu ya mambo matano. Fadhakara minha, katika haya aliyotaja wa iqamis salat, na kusimamisha swala. Kwa hiyo as-salatu wajibatun ala al-mar'ati al-muslima, swala ni ibada ya wajib juu ya mwanamke wa Kiislamu. Hiyo ni hukumu ya kwanza. Hukumu ya pili, wujubu muhafadhati, wujubu muhafadhati as-salawat fi waqtiha, wujubu muhafadhati as-salawati fi waqtiha, wajibu wa kuzihifadhi swala katika wakati wake. Wujubu muhafadhati as-salawati fi waqtiha, mwanamke anatakiwa lifahamu hilo, anawajibika azihifadhi swala zote katika wakati wake. Wujubu muhafadhati as-salawati fi waqtiha, mwanamke wa kisalafi, mwanamke muislamu anatakiwa afahamu kwamba ni wajibu juu yake yeye kuzihifadhi swala zote katika wakati wake, kama alivyosema muallifu, yajibu ala al-mar'a an tuhafidha ala as-salati fi waqtiha. لقوله تعالى، وقوليات الله سبحانه وتعالى aliposema kitaban mawquta, swala zimewekewa wakati wake maalumu. Kitaban mawquta, swala zimewekewa wakati wake maalumu. ولقوله تعالى، na kwa kauli yake Allah tabarak wa taala aliposema fawailun lilmusallin, ole wao wenye kuswali, alladhina hum an salatihim sahun, wenye kuswali ambao ni wenye kuzisahau swala zao. Maulama wa tafsiri wakasema wenye kuzisahau swala hum alladhina yuakhirunaha an waqtiha, ni wale ambao wanaziswali swala katika wakati usiokuwa wake, kwa wanaingia wanawake ndani yake. Kwa hiyo wujubu muhafadhati as-salawati fi waqtiha, ndio Sheikh akasema yajibu ala al-mar'ati an tahafidha ala as-salati fi waqtiha. Hukumu ya tatu, hukumu ya tatu min ahkami as-salawat
أو من أحكام صلاة المرأة المسلمة. حكم يتات من أحكام صلاة المرأة المسلمة. طيب كنا سمع mwanamke pia anatakiwa fahamu hukumu ya tatu الأعذار نذور المبيحة الأعذار المبيحة nyudhuru zenye kuhalalisha al-a'dharu al-mubihatu nyudhuru zenye kuhalalisha al-a'dharu al-mubihatu nyudhuru zenye kuhalalisha ala ta'khiri as-salah juu ya kuchelewesha swala. Al-a'dharu al-mubihatu nyudhuru zenye kuhalalisha ala ta'khiri as-salah juu ya kuichelewesha swala, kwa swali katika wakati usio wake. Nyudhuru gani? Kwa sababu shida amesema hapo kumfundisha mwanamke katika somo hili la 12 waqad tuakhiruha, na huenda akaichelewesha hiyo swala bila udhuri, basi na udhuru wa kisheria. Maana yake ni kwamba ikiwa ataichelewesha kwa udhuru wa kisheria ni jaiz. Sasa ni udhuru gani hizo anatakiwa zifahamu mwanamke? Kwa hiyo tunataja hapo al-a'dharu al-mubihatu ala ta'khiri as-salah, nyudhuru zenye kuhalalisha juu ya kuchelewesha nini swala. Nyudhuru ya kwanza an-nisyan, usahau. Muda wa swala umeingia, yeye amesahau, huyo hatapata madhambi. Nyudhuru ya pili an-naum, kulala usingizi. Muda wa swala umefika, yeye yumo ndani ya usingizi, adhuhuri ikampita au alasiri ikampita na hakadha, hapo hapatakuwa na shida. Hapo hapatakuwa na shida, kama qala Nabii sallam kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume anasema Mtume alayhi wasallam anasema man nasiya mwenye kusahau au nama ani salah au amelala wakati wa swala, falyusalliha idha dhakaraha, basi na aswali pale atakapokuwa amekumbuka. Falyusalliha idha dhakaraha, basi na aswali pale atakapokuwa amekumbuka. Idha nasiya ahadukum salatan, atakaposahau mmoja wenu katika hii swala, au nama anha, au akalala huo wakati wa swala mpaka ikapita wakati wake, falyusalliha idha dhakara, asna swali atakapokumbuka au atakapoamka usingizini. Hizo ndio nyudhuru ambazo zikitokea basi mwanamke anaruhusiwa kuipeleka mbele swala, na nyinginezo ambazo zimetajwa na sharia. Idha nasiya ahadukum salatan, atakaposahau mmoja wenu katika hii swala,
au nama anha au amelala wakati wa swala mpaka swala ikapita, falyusalliha idha dhakaraha, basi na swali hiyo swala atakapokuwa ameikumbuka au ameamka kutoka usingizini. Hadithun sahihun sahahahu al-Albani fi sahih wa dha'if al-Jami' as-Saghir wa ziyadatihi. Naam, hiyo ni hukumu ya ngapi? Ya tatu. Hukumu ya nne, min ahkami as-salah, min ahkami salati al-mar'a, miongoni mwa hukumu za swala ya mwanamke wa Kiislamu, ni جواز كشف المرأة وجهها، جواز كشف المرأة وجهها